Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumesafiri salama, tumerudi salama, na katika yale malengo ambayo yalitupeleka Algeria hatujafanikiwa kupata pointi 3, lakini tunasema alhamdulillah tumepata pointi 1, pointi ambayo kwenye Champions League hatua ya makundi ukipata away kwenye nchi kama Algeria una kila sababu ya kujipongeza. Mazingira ya mchezo yalikuwa magumu kutoka tunawasili siku ya mchezo mpaka tunaondoka. Mazingira yalikuwa magumu kwa sababu ya fakta mbalimbali. Kwanza hali ya hewa ilikuwa ni changamoto. Kutoka huku nyuzi joto 30, 31 tunakwenda taifa ambalo nyuzi joto inakuja mpaka 3 mpaka 4. Kwa hiyo ilibidi wachezaji wa adapt kwa haraka. Kulikuwa na siku 2 tu za kuadapt hiyo hali ya hewa na kufanya mazoezi kwenda kwa mchezo. Lakini pia mazingira, of course, sasa hivi kwa uzoefu ambao tuko nao, hii haiwezi kuwa excuse. Unapokwenda nchi za Kiarabu wakiwa tena wametoka kupoteza mchezo wao wa kwanza, lazima mchezo wa pili kuwe na vitu vingi. Mashabiki wao ni mashabiki ambao wana demand muda wote. Iko pati moja ambayo ni pati nzuri ya mashabiki wao, na iko pati nyingine ni pati mbaya. Pati ambayo sisi wa Tanzania tunatakiwa tujifunze, tusipende timu zetu kwa maneno. Tusipende timu zetu kwenye mitandao ya kijamii. Tufanye kama ambavyo nchi za kaskazini zinafanya zinapokuja timu zao. Yes, Kabiliwa wamekula chuma 4 mechi ya kwanza, lakini ndani ya masaa 3 tiketi zimeuzwa, zimemalizika, tiketi 55. Sio jambo jepesi, jambo ambalo inabidi na sisi jamii ya mpira wa Tanzania tujifunze kwenye mapenzi haya. Lakini upande mbaya ni upande wa vurugu. Na nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa Yanga, nimeona mitandaoni wakijiapiza kwamba watalipa kisasi. Kisasi kizuri kwenye mpira kinalipwa kwenye pitch, hakilipwi kwa vurugu. Wametufanyia vurugu, lakini mambo ambayo yameshamalizika. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, hapakuwa na madhara yote. Hakuna mtu ambaye nimetua tu simu zinaanza kuita. Nani? Unaweza kuta jasusi huyu. Unajua kimsingi imeniuma, tazungumza, lakini imeniuma sana. Jana umeanza mpaka umeisha, nipo angani, sina internet. Sijui kilichoendelea. Kwa hiyo sasa hivi jasusi wanataka kunigia taarifa. Nitakuja kuwapa. Hamna taarifa za ndani, nitawapa, msio na wasiwasi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika mazingira haya. Lazima shabiki tujifunze kupenda timu zetu kwa vitendo, lakini tusijifunze kufanya vurugu pindi ambapo timu zetu zinafuta matokeo. Leo hii nani anajua, pengine umejiweka kwenye hatari ya kufungiwa, kuna adhabu klabu zinapata. Kwa hiyo ni vurugu za muda, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa hivi CAF faini zao ni kubwa sana. Kwa hiyo tujifunze, tumeumia, lakini tujifunze kuwa wastaarabu, wavumilivu. Sisi kisasi tukakilipe kwenye pitch. Kuna hatua yote ambayo umechukua labda kupeleka barua ya malalamiko CAF? Sasa sisi hatua namba 1 ni tunapeleka malalamiko yetu kwa msimamizi wa mchezo, general coordinator ambaye yuko pale. Lakini tukio lilikuwa linahusisha usalama, maana kuna security officer wa CAF yuko pale. Wao wawili plus match commissioner wametuhakikishia kwamba hilo jambo wameliona na wanalishughulikia. Kwa sisi complaint ya kwanza ni kuwasilisha kwa msimamizi wa mchezo ambaye ni general coordinator, na amesema alifanyia kazi. Hatuko hapa kuomba kwamba wafungiwe au wapigwe fine. Hayo ni mambo ya kanuni, CAF wanajua wenyewe. Tunachoomba hapa sio kwa Yanga, timu zote zinapokwenda kwenye mazingira haya ya nchi za kaskazini, basi kuwe na usalama zaidi wa kulinda wachezaji, kulinda maafisa. Nyie mmeona chupa zikirushwa uwanjani. Hamjaona mimi nilipokuwa napambana kukopa chupa huko jukwani. Wale Waarabu ni kama wamemshuhudia Jack Chen akiwa wa karibu. Walikuwa wanatupa chupa. Unajua mimi sina kelele. Tupa chupa nilikuwa nazikwepa. Ushaona ile movie ya Karate Kid? Nilikuwa napiga chupa zinapitia namna hii. Wenyewe wamenipigia saluti. Wamesema pamoja na yote, lakini kile chuma mimi nimekwepa mawe Temeke chupa ya maji. Alipiga chupa zikapita, lakini si jambo zuri. Kwa hiyo tumeongea na wale wasimamizi wa mchezo waweze kulifanyia kazi. Kocha imekuwa ni muda mfupi, lakini mabadiliko yanaonekana ni makubwa sana. Sasa huyu sio kocha. Huyu ni sayansi ya mpira. Mimi mmekuwa mkisikia watu wakisema, wachambuzi wakisema kwamba football ni science. Football ni science. Science yenyewe ndio pepo. Kwa hiyo huyu hahitaji muda mrefu. Anahitaji kuwa kwenye uwanja, kuwaona wachezaji na kupanga vitu vyake. Na si ametuambia hata kwenye mahojiano yake
amesema ndio kwanza, kama ni asilimia 25. Naendelea kujenga. Yes, ni asilimia ana wiki 3 tu hapo. Naendelea kujenga kitu changu. Asilimia 25 Farabati amekufa. Nasemaje? Ikishafika asilimia 100. Asilimia 100. Haya matatizo mlioyasikia ya afya ya akili itakuwa makubwa mara kama 25 iko hiyo, amchagui kiwanja. Maana tumeona New Amani, tumeona kule mnacheza kama mko kwenu. Ikifika 100 itakuwaje? Nimesema kocha amesema sasa hivi anachokiandaa kama ni asilimia 25. Zikifika asilimia 100, nimuombe waziri wa afya Daktari Mchengerwa, hospitali kama Mirembe zingesogezwa pale Kariakoo Msimbazi ili tusipate shida ya kusafirisha watu. Zikifika 100 tu, matatizo ya afya ya akili maeneo ya Msimbazi yatakuwa mengi sana. Kwa hiyo hospitali ijengwe, basi isiwe kubwa, wachukue ghorofa moja, floor moja tu iwekwe pale, wenye matatizo ya afya ya akili kwenye mpira wanaingizwa mle. Mpende jirani kama wanampenda. Mna jirani mwehu akapendwa. Na nimeshangaa waandishi, kimsingi nimeshangaa sana. Mmekuja hapa na hamjachukua tahadhari zozote. Hali ni mbaya ndugu zangu. Kila mmoja atembee na kamba isipungua mita 5-6. Unaweza kukutana na mtu kumbe kashakuwa mwehu hujui. Piga kamba, toa taarifa polisi kwamba nimekutana na mtu ana shida ya afya ya akili, nimemtuliza hapa, mje mchukue mtu wenu. Wameshasema kwamba wako wengi. Sasa hii hali, kwanza mkutano umeendaje? Imeniuma sana, niwaambie ukweli. Bwana kwa Jadu akupe ndoo. Mpe dondoo. Ukweli umeanza mpaka umeisha. Nimeunga ile internet ya angani na yenyewe inaenda slow. Yaani nimeumia kweli yani kukosa huo mkutano mkubwa leo wa klabu namba 5. Nasikia wamekalia viti kama wapo kwenye kipaimara. Nipe dondoo tu. Umeenda vizuri mkutano? Basi sawa. Imepeleka dua kwa ajili ya kumtorosha mwenyekiti. Wakaambiwa fumbeni macho. Basi fumbua tu. Mashabiki tumeona kitu alichokifanya kwa Djigui Diarra, na kuna andiko liliandika Instagram namna ambavyo alipambania timu. Mipango kuwashirikisha mashabiki wote sasa ambao wanahudhuria uwanjani iko vipi? Mechi ya Fountain Gate ambayo itakuwa ni tarehe 4. Nitangaza tu rasmi kutokea leo. Hii Diarra aliyokota hapa leo hii ni hela ya maji. Hii ni hela tu ya maji. Maokoto yenyewe atayapata tarehe 4 pale KMC. Kwa wanayanga wote, kama huko mkoani unataka kumuokotesha Diarra, utafute mwanayanga mwenzao kwa Dar es Salaam, waambie nenda uwanjani, kibunda ndo hicho. Tutaingia pale siku hiyo na shangazi kaja. Ile kubwa ile. Sio vile vibegi tena. Sio kibegi. Shangazi kubwa ile. Tarehe ngapi itakuwa? Tarehe 4. Watu watajaza pale. Diarra sisi wenyewe, jana mmemsikia pia rais wa Yanga, sisi wenyewe hatujui kama tulisajili goalkeeper au tumechukua mwanachama mwenzetu wa Yanga. Wengine tulivyozindua tawi Bamako Mali alienda kuchukua kadi. Maana yake half time Diarra, kuna move moja ilitokea hapo kushale, kama nakumbuka, golini pale. Alikotua alianguka vibaya. Angalia ile clip. Kwa hiyo enka ile ikaanza kuvimba. Kwa hiyo tunavurudi vyumbani, daktari baada ya kumcheki wakajiridhisha kwamba huyu bwana hawezi kuendelea. Sasa Msheri akatoka na goalkeeper kocha wa goalkeeper kwenda kufanya warm up kwa ajili ya kuendelea. Lakini Diarra akatulia pale ndani, machozi akiwa wanamtoka kwenye kile kiti chake. Akamwambia daktari, leteni hapa, wekeni dawa hizi kwa ajili kupunguza maumivu na uvimbe. Baada ya kuona kama dakika 10 hivi akashapata ganzi, akavaa socks, akapiga bandage za kutosha zile plaster, akavaa kiatu, akawaambia anaenda kufa kwa ajili ya klabu hii ya Yanga Afrika.